الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ndugu zangu katika imani, nachukua nafasi hii kwa niaba ya familia mbili hizi ambazo leo zinatekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu ya ndoa. Na familia hiyo kwanza ni familia ya bwana harusi Al-Akh Abubakar, ni familia mzee Saleh Mwamba ambaye tunaye bahati leo hapa, na vile vile familia ya biharusi ambayo vile vile tunayo hapa ni bwana Ali Rashid. Nachukua nafasi hii kuwakaribisheni katika shughuli hii mutawadhi ambayo tutaifanya mara baada ya kutoa muhadhara kwa mnasaba huu wa ndoa, ikiwa ni kumbukumbu ya ndugu yetu Al-Akhi Abu ambaye tunaye katika juhudi za kutekeleza na kufikisha ujumbe wa sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hakika ni muhadhara maalumu ambao nimeuandaa kama ni zawadi yangu kwake, na iwe Mwenyezi Mungu ajalie taufiki kufikisha ujumbe huu kwa wale ambao hawakuhudhuria. Na bila kupoteza wakati, ndugu zangu Waislamu, mada ambayo tutaikusudia kuizungumza leo hapa ni mada ambayo anwani yake ni adabu za dukhuli wakati wa ndoa au katika maisha ya mtu na mkewe. Ni muhadhara ambao utakuwa unaelezea mambo ya ndani kabisa ya ndani ya chumba baina ya mwanamke na mwanamume, lakini ni mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sisi tumeambiwa tufikishe ujumbe wa bwana Mtume kwa hali yoyote, kwa sababu haya mambo si asiri. Maadamu Mtume aliyafundisha kwa masahaba zake, hasa wanawake, na wanawake nao wakawaeleza masahaba wanaume, ina maana ni dini. Maadamu ni dini, ni lazima itangazwe, kwa sababu watu wengi leo wameshindwa kutekeleza sunna hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini? Kwa sababu ya kutojua, jingine kujua na kuona haya katika kueleza mambo ya dini au kuyaficha, kwa ile kuchelea kwamba haya mambo ni sijui mambo ya watu wazima. Hapa sote tuliopo ni watu wazima, na bila shaka tutajitahidi kuzungumza katika lugha ya kijitu uzima kadiri ya uwezekano, lakini kwa yale ambayo yametajwa wazi itabidi tuyataje, kwa sababu yametajwa na khairul bashar, hayawezi kuwa matusi. Kwa hiyo leo, ndugu zangu Waislamu, tutazungumzia mambo yanayohusiana na ndoa, hasa upande wa adabu za dukhuli. Na tunakumbushana sana, ndugu zangu Waislamu, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kudwa au ni ruwaza njema. Tena huwezi kusema kudwa ukaacha tu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemwita ni kudwa njema au uswatun hasana, kama ilivyokuja katika aya. Mwenyezi Mungu anasema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, amekuwa mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni ruwaza njema au ni mfano mzuri kwenu nyinyi. Malengo ya kuzungumzwa aya hii ni kwamba tunatakiwa tumfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama zinavyobainishwa katika baadhi ya aya zinatajwa katika shughuli za akdi za ndoa, aya mashuhuri 3 ambazo zinatuhusia Waislamu ucha Mungu. Katika aya hiyo ni tafasiri aya moja ambayo ndiyo ina mnasaba sana na shughuli zetu hizi za leo. Aya kwanza, Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Enyi watu, wanahutubiwa watu wote kwa ujumla, wanaambiwa wamche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ambaye ndiye aliyewaumba kutokana na nafsi hii moja. Kisha akasema wa khalaqa minha zawjaha,
kutokana na nafsi hiyo akaiumba mwenziwe. Hapa wanachuoni wanasema nafsi hiyo inakusudiwa ni ya Adam alayhi salam, na mwenziwe ni Hawa, ndio mama yetu ambaye ndiye abu na ummul bashar. Sisi tunaitwa bani Adam, tunatokana na asli moja ya Adam alayhi salam. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wabatha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, kutokana na kizazi cha wawili hawa Mwenyezi Mungu akaeneza wanaume na wanawake wengi sana. Ina maana ni ndoa ya watu wawili hawa ndio iliyosababisha sisi kupatikana. Mwenyezi Mungu anaendelea kusema, wattaqullah, basi mcheni Mwenyezi Mungu, alladhi tasaaluna bihi wal arham, ambaye mnapeana na kuombana kwa kupitia jina lake, kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na vile vile mnaunganisha udugu kwa jina lake subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha kana alaykum raqiba, hakika Mwenyezi Mungu kwenu nyinyi ni mwenye kufuatilia habari zenu na kujua na kuchunga. Aya nyingine Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anabainisha katika Qur'ani, anasema ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anatukumbusha Allah subhanahu wa ta'ala kumcha Mwenyezi Mungu, na anatutaka tufe katika Uislamu, umuhimu wa kufuata dini ya Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa uhai wako, kwa sababu Uislamu unatakiwa utekeleze wewe katika maisha yako tangu umebaleghe, wakati ndio umefanywa wewe, umepewa taklifa ya kufanya matendo, na Mwenyezi Mungu atahesabu matendo yako kwa njia ya kiraman katibin. Kwa hiyo unatakiwa uishi katika Uislamu mpaka unakufa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife isipokuwa nyinyi mko katika hali ya Uislamu. Ni kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuhimiza kufuata mafunzo ya dini aliyokuja nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya nyingine anasema Allah subhanahu wa ta'ala kuwahutubia waumini, anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini, muaminini, enyi mlioamini, mcheni Mwenyezi Mungu, waqulu qawlan sadida, nasemeni maneno yaliyokuwa ya sawa kwa uwazi. Ndio maana ya tasdidi alqawl, kusema maneno ya sawa ya kweli kwa uwazi bila kuyaficha. Kisha anasema yuslih lakum a'malakum, atawatengenezeni matendo yenu kwa kufanya mambo hayo. Ikiwa mtasema ukweli na mtaweka wazi ukweli wa Mwenyezi Mungu na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atawatengenezeni matendo yenu, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atawasameheni madhambi yenu. Kisha mwisho anatukumbusha kadri mtakavyoishi, waman yuti'i llaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima, mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi yeye ndiyo atapata ushindi mkubwa. Hii ndiyo nukta ambayo leo itakuwa ndiyo dira ya muhadhara mzima, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumtii ndiyo kunapatikana ushindi. Kama hakuna kumtii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna ushindi. Na kumtii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwa kila aliyokuja nalo, kubwa dogo, ni lazima Muislamu ajilazimishe nalo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja katika ulimwengu huu kuwabainishia Waislamu dini ya Mwenyezi Mungu kwa kauli na matendo, na yeye tumesema amekuwa nduwaza njema ili mwanadamu asije akachukua hoja kwamba hili jambo tuliloamrishwa haliwezekani. Yeye sallallahu alaihi wasallam baada ya kulielimisha kwa kauli, akawa anayatekeleza yote aliyoyasema kwa njia ya matendo. Ndio pale tunaposema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha kitu jamaa, hata yale ambayo baadhi ya wanadamu wanaona ni upuuzi, pia kayaelekea maelekezo yake, kayaelekeza mwenendo wa kufanya mambo hayo. Mfano jambo la kwenda chooni, mtu anaona ni upuuzi kwa sababu anakwenda kukidhi haja yake, maneno yakaishi. Lakini hapana, Mtume sallallahu alaihi wasallam kaelekeza namna ya kwenda chooni. Mtu akitaka kuingia chooni, kwanza kuna dua ya kuingilia, halafu je atangulize mguu gani? Identity ya Kiislamu kwamba mtu akiingia chooni aingie mguu wa kushoto. Hapa ndio pataonekana Uislamu wako. Ukiingia chooni mguu wa kulia,
basi kwanza umekhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na unaonyesha huna dini. Hivyo hivyo namna ya kukidhi haja pia imeelekezwa. Ukitaka kwenda haja kubwa, haja ndogo, ufanyeje? Na ukimaliza fanya nini? Haya, wataka kutoka chooni, fanyaje? Kuna dua unatakiwa uisome. Vile vile wakati wa kutoka ni mguu gani wa kutokea, tofauti na kuingilia. Tumeambiwa tukiingia tuingie na mguu wa kushoto, tukitoka twatoka na mguu wa kulia. Mtu ambaye amejilazimisha na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hili litakuwa sio dogo kwake, kwa sababu limeletwa na mbora wa viumbe ambaye la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, hatamki kwa matamanio yake, kila anachosema ni wahi kutoka mbinguni. Hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu, kama alivyofundisha adabu za kwenda chooni, kaelezea pia habari za ndoa kwa undani kabisa. Kwanza kuhimiza ndoa yenyewe, ambayo leo sio mahala pake kuzungumza habari ya mahimizo ya ndoa. Vijana wamechoka kusikia maneno haya, pamoja na kwamba tawakumbusha mara kwa mara. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekumbusha habari ya ndoa kwa vijana, umuhimu wa ndoa, na tamko lake mashuhuri sallallahu alaihi wasallam kwa wale vijana ambao walikuwa hawataki kuoa, eti kwa madai ya kwamba wanaona kuacha kuoa ndio kutawapa nafasi ya uchamungu. Mwingine akasema mimi nitafunga milele, mwingine asema mimi sitooa manake mke atanisumbua. Kwa nini anataka afanye ibada za usiku moja kwa moja? Lile Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona sio jambo sahihi, sio uchamungu, na akawakemea, akawaambia jamani, kadiri mnavyojiona mnataka kufanya matendo ya ibada, basi hamunishindi mimi. Wazi kabisa akawaeleza, mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi. Kadiri mtakavyofanya hamunifikii mimi, kwa sababu Mtume ameletwa kama ndiyo mfano. Hawezekani awe mfano ashindwa na wale wenye kutaka kufuata ule mfano. Ni lazima Mwenyezi Mungu amchague mtu halafu ampe akhlaki zilizokuwa bora na mwenendo uliokuwa bora, ili watu wajitahidi kumuiga. Kama ikiwa kutakuwa na watu ambao wamshinda, tena kutakuwa na sifa ya kudwa, ya ruwaza. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambiaje? faman raghiba an sunnati falaysa minni, yule ambaye atakwenda kinyume na mwenendo wangu huu. Pale aliwaambia, baada ya kuambia jamani, mimi nina swali baadhi ya usiku na ninalala, mimi ninaoa wake zangu, ninaoa wanawake, nastarehe nao na ninalala, mimi ninafunga baadhi ya siku funga za sunna na ninafungua. Manake mmoja alisema nataka kufunga milele, na hakuna katika mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mtu kila siku afunga. Hakuna. Saumu iliyokuwa bora zaidi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ni saumu ya Mtume Daudi alayhi salam, naye alikuwa afunga siku na baadhi ya siku anaacha. Kwa hiyo yeyote ambaye atakwenda kinyume na ninavyofanya mimi, basi huyo sio katika mimi. faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hapa tunaashiriwa namna gani umuhimu wa ndoa. Kama nilivyosema sio mada yake hapa leo, lakini tumegusia kidogo katika kuingia, ni madkhali ya mada hii. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali ya kuhimiza kuoa, yeye mwenyewe kaoa mpaka anakufa, kaacha wake 9. Ni ruhusa maalumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa na Mwenyezi Mungu. Yeye ameozesha masahaba wa kike na wa kiume, akiwa yeye mara nyingine ni wali, mara nyingine ikiwa wako wazazi, akiwaelekeza namna ya kuozesha. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza ndoa sahihi inatakiwa iwe namna gani. Pale penye umuhimu wa kuozesha kasema kwamba la nikaha illa biwali wa shahidi adli, hakuna ndoa pasi na kuwa na wali na mashahidi wawili. Ina maana ndoa ambayo inafungwa bila wali wala mashahidi si ndoa katika Uislamu. Hivyo hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha sigha ya ndoa, lugha ya mkataba wa ndoa ambayo inafungwa baina ya pande mbili, upande wa kike na upande wa kiume. Ili iweze kutimia ndoa ile ifanyweje, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza. Halafu baada ya hapo akamuelekeza mwanamme afanye nini, what next baada ya akdi. Kitu gani mtu anatakiwa afanye? Kitu kilichokuwa mbele yake ni kwenda kukutanika na mkewe.
ili kuanza maisha ya ndoa. Ndio hii mada tutaka kuizungumza jamani leo. Kote tutoka huku ni utangulizi. Hapa jamani, katika masala ya ndoa, siku ambayo mwanamume ameshafungishwa ndoa, hapa tuwazungumza si ndoa hii, ndoa zote za Kiislamu zinavyotakiwa ziwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyoagizishia na yeye mwenyewe alivyofanya ni kwamba mtu anatakiwa akifunga ndoa, basi yeye ni halali kwake yeye, anaambiwa kuishi na mkewe, na ni halali kwake kuanzia siku hiyo kuweza kumuingilia na kuishi naye kwa maisha ya starehe ya kindoa. Tayari kuanzia wakati ule ambao amefungishwa ile ndoa, kwake yeye ni halali. Na nini anafanya, anatakiwa afanye? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pindipo atakapotoka mwanamume kwenda kuonana na mkewe nyumbani, basi anasema sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi ambayo ni sahihi, anasema idha tazawwaja ahadukum imra'a, atakapooa mwanamke au ishtara khadima, au akanunua mtumishi, kile kipindi ambacho kulikuwa na mambo ya utumwa na nini, falyakhudhu binasiyatiha, basi amkamate kichwa chake. Nasia ni sehemu ya paji hili la uso la mbele. Waliyusammillah, na ataje jina la Mwenyezi Mungu, aseme bismillah, kisha aseme maneno yafuatayo. Anasema waliyusammillahi azza wa jalla waliyad'u bilbaraka, na aombe kuitaka baraka, aombe kwa kuitaka baraka. Aseme vipi? Liyaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha, ewe Mwenyezi Mungu mimi ninakuomba khairi ya mwanamke huyu. Allahumma inni as'aluka min khairiha, ewe Mwenyezi Mungu mimi ninakuomba khairi ya mwanamke huyu. Wa khairu ma jabaltaha alayhi, na khairi uliomuumbia nayo. Kuna khairi muktasaba itakayozaliwa na huyu mtu, na khairi uliokwisha muumbia nayo mwanamke huyu. Wa a'udhu bika min sharriha, na najikinga kwako na shari yake. Kama atazusha shari, basi Mwenyezi Mungu wewe ndio mlinzi wangu wa kunilinda na shari yake. Wa sharri ma jabaltaha alai, na ile shari ambayo umeshamuumbia nayo huyu. Hili ni tendo la kwanza ndugu zangu Waislamu, kabla ya kumfanya chochote mkeo. Waarabu wanaita ni masi, tendo la masi. Ni wewe mwenyewe binafsi kwenda kumshika ugozi wa mkeo juu ya paji na kumwombea dua hii. Na kama vile mlivyoona, dua nyepesi wala si nzito, cha kutaka kuenda kutafuta mwalimu ende akamguse mkeo paji, haramu ishaingia ndani yake. Mwanamume ajnabi, wewe utamruhusu vipi ende akamshike? Yani wewe yeye ndio wa kwanza kumpapasa mkeo? Mambo ya ajabu sana. Hii ni kuonyesha namna jinsi watu wasivyoelewa hii dini ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe umekaa kimya, waangalia, unalakiniwa kama maiti. Sema Allahumma as'aluka min khairiha, kama vile unakwenda umra, ni hija, umeongozana na mutawafina. Pale tawafu ni yako, haruhusiwi kuingia mwanamume ajnabi mle ndani. Ndiyo katika mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kwa Kiarabu Mungu asikia dua kwa lugha yoyote. Si umeshindwa kusema Kiarabu? Haya maneno tuliyosema hawezi mtu kuyasema Kiswahili. Ewe Mwenyezi Mungu nakuomba khairi ya mwanamke huyu na ile uliomuumbia nayo. Ewe Mwenyezi Mungu niepushe, nikinge na shari ya mwanamke huyu na ile uliomuumbia nayo. Ya mazito haya yataka mwalimu 2000 na 3000. Hapa sasa kama hili jambo halielezwi ipasavyo, inaonekana kuna njama za utegaji uchumi hapa. Ni wajibu wa Islamu waelezane jambo hili. Hili ni la kwanza jamani, tumemaliza. Jambo jingine, wanachuoni wanasema ni lazima baada ya hivyo ufanye mulatafa, uanze kuonyesha moyo wa huruma
na mapenzi kwa mkeo, kwamba sasa wewe unataka kuishi na mwanadamu, ufanye naye muanasa, ukae naye kana kwamba ni mwenzio, rafiki yako, ni lazima jambo hili ulionyeshe siku ya mwanzo kabisa kabla ya kuishi naye. Yani kinyume ni kwamba hairuhusiwi kuwa wewe ni wahshi, usionyeshe unyama wakati ule. Ni lazima uonyeshe lugha ya upole na namna ya kufanya naye mapenzi kwa njia ya upole. Pale ndio pale tunasema ni mulatafa. Taibu, mulatafa ukoje jamani? Ni nani alitufundisha mulatafa na wake zetu? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa riwaya iliyopokewa Nabii Asma binti Zaid. Huyo Asma binti Zaid, siku Mtume sallallahu alaihi wasallam alipooa, alikuwa ndiyo kungwi la mama Aisha, alikuwa ndiyo rafiki mpenzi wa mama Aisha. Kungwi wa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, si wa leo. Kazi kutia wake mapiku tu na nini na kusubiri watu wafanye jimai, basi yeye apige mayowe na kutoka na vitambaa akatangaza. Kungwi la bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama Aisha tofauti. Ni kwamba kazi ya kungwi ni kuoanisha huruma na mapenzi baina ya watu wawili, kuondoa wahshi katika moyo wa mwanamke, kuondoa wahshi katika moyo wa mwanamume. Kwa njia gani Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliletewa kombe la maziwa, au tuseme ni chombo ambacho ndani yake kimetiwa maziwa, na aliyekileta ilikuwa ni huyu mama Asma. Wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam na mama Aisha wako chumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule mama akamwita Mtume, njoo. Njoo sasa. Anasema fada'autuhu lijalwatiha, nikamwita ili amuondoe ushungi. Alhamdulillah, ilafanyika hili mwetu. Tabu kwamba wewe ukaenda kumuondoa ushungi mkeo, ni barobaro karibu 10 imeingia nayo chumbani, yataka kushuhudia namna unavyoona uso wa mkeo. Hapa alikuwa ni mama Aisha pamoja na yule mama ambaye ni kungwi, rafiki mpenzi wa yule mwanamke. Aambiwa Mtume, njoo uondoe shungi kwenye uso wa mkeo upate kuona sura nzuri. Wakati huo huyu mama anasema nilimpamba mama Aisha kikweli kweli siku hiyo. Ruksa siku hiyo apambwe kikweli kweli, ruksa. Kwa hiyo na yeye anataka kumuonyesha Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivyomtengeneza mama Aisha radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya hivyo, kisha akakaa pembeni mwake. Wahshi wa pili umeondolewa huo. Kakaa wapi? Ubavuni mwa mama Aisha radhiyallahu anha. Ndipo pale walipoletewa sasa jikombe la maziwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa maziwa yale, kisha akampa mama Aisha radhiyallahu anha. Kama ilivyo kawaida jamani, visichana vikiwa ndio vyaolewa mwanzo, hii ni ada. Yule bibi akawa na haya kweli kweli, kila anapopewa ajitia huko akajitoa huko. Tendo lile mama Asma lilimuudhi. Alichofanya ni kumuondoa haya zile ambazo si mahala pake. Kwa hiyo anasema fantahartuha, nikamgombesha. Huyu mumeo aona haya kitu gani tena? Kamgombesha kwa ukali kabisa. Asema wakultu laha, nikamwambia yule Bi Aisha, yeye mama Asma sana, nikamwambia Bi Aisha, khudhi min yadi nabii sallallahu alaihi wasallam, chukua kikombe cha maziwa kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yule mama baada ya kumwambia hivyo, yule Bi Aisha akaondoa ule woga. Ni kwamba sasa ndio kazi ya kungu hili, kumuondoa hofu katika kitendo kile. Katika hali ya hijabu, yule mwanamke kavaa hijabu yake, ruksa imetolewa katika hali namna hiyo. Kisha akamwambia, kisha yule mama akachukua, mama Aisha akachukua kikombe kile, fasharabat shay'an, kisha akanywa kidogo. Baada ya kunywa, thumma qala laha nabii sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia mama Aisha neno la kwanza. Sasa anaongea naye
basi humpi hata huyo rafikio hayo maziwa? Jamani, neno hili sinamtoa mtu woga hivi. Humpi hayo maziwa japo kidogo mwenzio rafikio? Aambiwa nani? Aambiwa mama Aisha na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mama Aisha, mama Asma anasema, fakultu ya Rasul Allah, bal khudhuhu fashrab minhu. Chukua mkononi mwake mama Aisha unywe na wewe. Iwe nini pana mubadala pale? Nipe nkupe, kila ukimpa akanywa na yeye akakurejeshea ukanywa, tayari wahshi unaondoka pale. Wahshi unaondoka. Huu unaitwa ni mukaddimati jamani, utangulizi. Almuhimu Mtume sallallahu alaihi wasallam akasikia mwito wa yule mama, na yote haya yanaitwa ni ikrari, ni sunna. Pamoja na kwamba kaamrishwa na yule mwanamke, maadamu kalikubali Mtume sallallahu alaihi wasallam, linaambiwa nalo ni sunna ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume naye sallallahu alaihi wasallam akawa amechukua glasi ni hiyo jamani, hakuna mdomo mchafu sijui nini, anayokunywa chombo kile alichokula bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni hatua ya pili ambayo ameifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amekwenda kwa mkewe. Jingine la tatu sasa ni la ibada mahdha, kutaka kujenga umoja na udugu wa kidini. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud anasema, mwanamke akishaingia kwa mumewe au kinyume chake, mume akiingia kwa mkewe, yaqumu ar-rajulu fataqumu min khalfihi fayusalliyani, asimame mwanamume na mwanamke asimame nyuma yake, wapate kuswali swala ambayo inaitwa ni sunna ya dukhuli rakaa mbili. Sunna ya dukhuli rakaa mbili. Hapa ni kwamba bado hajafanya dukhuli jamani. Baada ya kunyweshana maziwa, basi tendo linalofuatia hapa ni tendo la kuswali rakaa mbili. Kidogo nataka kuwapeleka, niliwaahidi jamani kuelezea adabu za dukhuli mbele ya mashia. Takuelezea muone mukarana baina ya mafunzo ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na hili potofu la kishia. Hapa kwa upande kabla hatujaingia kwenye swala hapa kidogo nitakughafilika kuruka nukta muhimu sana. Ni kwamba mashia kwa mujibu wa mafunzo yao, sikiliza wanasemaje namna ya kufanya adabu za kumuingilia mwanamke. Wanasimulia nasema kwa sababu dini hii ni nyingine, si Uislamu, na wanamsingizia Mtume na makhalifa kama vile Ali ibn Abi Talib kuwa kafanya majambo wakati hakuyafanya. Sikiliza jinsi Mtume anaambiwa, alimwambia Imamu Ali kama wanavyomwita, ewe Ali, unapomleta mke wako nyumbani mwako, ondoa viatu vyake ili aweze kuketi vyema, na uoshe vikanyagio vya miguu yake. Mwanamke kaja kapambwa kweli kweli safi, ambao akija wewe ndio kumsafisha visigino, maana sijui kakanyaga mavi sijui nini. Hilo moja. Halafu anasema uoshe vikanyagio vya miguu yake na kumwagilia maji hayo maji utakaomuoshea visigino vyake huyo mkeo, maji hayo uyamwage mlangoni pale alipoingilia. Shirki hizo. Mwaga mlangoni maji kidogo. Halafu na kona zote za ukuta pale mwaga kidogo, pale mwaga kidogo, pale mwaga. Siku ya dukhuli hiyo jamaa, pale mwaga kidogo, pale mwaga kidogo. Halafu asema na kuta za nje za nyumba nyunyiza huko nje, mwaga tu. Shia hao jamaa, kwa kufanya hivyo kutaondoa mawazo na shida 70,000 na kutakuletea baraka na rehma 70,000 za Allah, na vile vile kila kona ya nyumba itakuwa imebarikiwa
na bibi harusi atakuwa amehifadhika na ugonjwa wa kichaa, kubabuka ngozi kichwani na ukoma. Haya si matendo ya ushirikina haya jamani. Jingine, usimpatie kwa siku 7 za kwanza maziwa. Angalia mukhalafa wa sunna. Huku tuambiwa siku mtume anamuoa mama Aisha kampa maziwa, wao wasema zile siku 7 za mwanzo usimpe maziwa. Jingine, usimpe siki, usimpe giligilani, usimpe tufaa chachu. Alipouliza Imamu Ali sababu yake alijibiwa, yani kama uuliza mtume alijibiwa, kwa kula vitu hivyo mwanamke anapoteza nguvu za kushika mimba na hawezi kuzaa mtoto. Kipande cha mkeka kilichotupwa nyumbani ni bora kuliko mwanamke asiyezaa. Nasikia maneno haya. Kwa nini maneno yote haya? Kwa sababu Aisha hawamtaki, na riwaya ile aliyoizungumza ni yeye ndio aliyazungumza hayo maneno, na Aisha mbele yao mkafiri. Kwa hiyo kwamba Aisha alinyeshwa maziwa na mtume hawawezi kulitambua. Kwa hiyo wamezusha maneno kwa Ali, wanadai Ali kasema hivi, kasikia kwa mtume, kumbe ni feki tu. Ni daktari gani atasema maziwa yanaondoa nguvu katika mwili wa mwanamke? Mwanamke akenda mjamzito ambao kunywa maziwa sana ili nini? Mimba yake izidi kuwa na nguvu. Leo mafunzo ya kishia yasema kwamba mwanamke siku 7 za mwanzo asinywe maziwa kabisa. Tutakuja jamani huko kwa mashia, mtaona vituko vingi. Hapa mtume sallallahu alaihi wasallam anaagizishia watu waswali rakaa 2. Unamjenga mkeo kwamba sasa mnajenga umoja wa ibada, kukumbushana katika kheri ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wewe ni kiongozi, ni imam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Unakuwa ni imamu wa mwanamke, tayari moyo wake anajenga na yeye mwanamke kwamba huyu ni kiongozi wangu katika dini, ni kiongozi wangu katika nyumba. Na jingine jamani, sasa baada ya kumaliza rakaa 2, na hapa msije mkaniuliza wanuizaje, mambo haya ni uzushi. Tushasema watiania ya kuswali rakaa 2 ambazo ni za dukhuli, ndio nia ishaingia moyoni. Usije ukanifuata na waitu uswali, hakuna vitu hivyo, hakuvisema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Swali tu rakaa 2 wewe kwa nia moyoni kwamba unaswali swala rakaa 2 kabla ya dukhuli ambazo ni rakaa 2. Moyo wako Mwenyezi Mungu atajua hilo. Tayib, mtume sallallahu alaihi wasallam sasa anaelekeza jamani namna ya kumuingilia mwanamke, usuhba wa kiwiliwili. Pia hakuliacha hilo, hakutuacha kwenye mataa tuambia basi fanyeni mnavyotaka. Ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza pia namna ya dukhuli. Kwa hadithi iliyopokewa na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil muwaqa'ati qabla al mulaaba. Mtume sallallahu alayhi wasallam anakataza kumuingilia mwanamke bila kucheza naye. Angalia maneno haya jamani, x hii maneno haya ni x, lakini hapana budi, si Jabiri anasimulia hayo, ni katazo, lazima tujikataze nalo. Katika riwaya nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza kumuingilia mwanamke kama vile mnyama anapomuingilia mnyama mwanamke. Ni lazima kuwe na mudaaba au mulaaba, kuchezeana. Hiyo ndio inaitwa mukaddima, utangulizi. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam, angalia katika kufasiri hadithi hii, mwanachuoni mashuhuri anaitwa Ibnul Qayyim rahimahullah, katika kitabu chake mashuhuri kinaitwa Zadul Ma'ad, na ni kitabu inasemekana alikiandika juu ya mgongo wa ngamia, ni mujalladi karibu 9. Anatoka Shamu anakuja kufanya umra Maka, akiandika kitabu hicho. Wingi wa elimu walizokuwa nazo wanachuoni. Kanukulu hadithi hii, alafu anasema maneno yafuatayo: wa mimma yanbaghi taqdimuhu ala aljima'i, jambo ambalo linapaswa kufanywa kama ni utangulizi kabla ya kumuingilia mwanamke, mulaabatul mar'a, ni kumchezea mwanamke kwanza, wa takbiluha, na kumpiga busu. Isitoshe wa masu lisaniha, mengine mmesema itabidi tuyataje jamani, ni elimu, na kufyonza ulimi wake. Maneno haya mwanachuoni. Wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam
yulaibu ahlahu wa yuqabbiluha. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwanza akicheza na wakeze akawapiga mabusu kwanza. Ni nini amekataza? Lazima kuwe na muanasa wa kibinadamu. Haitakiwi mtu awe kama mnyama, kama vile nkuku pu. Maneno yamekwisha. Ni lazima, hapana jasho jamani hapa. Jambo la starehe wewe na mkeo linahitaji utulivu wa moyo, starehe ya moyo. Ndio pale tunapoona sasa makosa yanayofanywa na hawa makungwi, sijui ni wajomba. Mtu anakuja kuingia nyumbani kwa mkewe, watu wamesimama maji askari kwenye nyumba. Huingii mpaka utoe 10,000 hapa. Huingii. Jamani, mke wangu leo nishatoa mahari, bado haitoshi tu. Mijitu mibarobaro isiyojua na dini, mivuta bangi imesimama kwenye mlango. Huingii hapa. Ambwa wajomba hao. Haya, isitoshe umeshaingia ndani. Nani aliyesema ni lazima umuingilie mkeo saa ile? Wewe ni raha bwana. Pengine siku ya kwanza ya pili umeifanya ni siku ya mudaaba tu basi. Leo baada ya saa moja tu bado. Jamani, hii ni dini ya Mwenyezi Mungu kweli hii? Haya, huo mudaaba utakujaje? Tayari ushatia watu hofu, mke na mume, patafanyika jambo. Ndiyo pale sasa mara nyingine hutokea madhara makubwa, kwa sababu mtu husahau suna zote saa hiyo. Suna ya kuswali hana, suna ya muda ya kunyesha maziwa hana, ushakuwa na mtu. Mke ndio kwanza umeonana naye jamani, tendo la kunyeshana maziwa laweza likachukua masaa 3. Sasa wanigongea nini, haraka nini jamani? Jambo langu kuna ugomvi wa nini? Kwa hiyo wale watu wa sunna jamani, wakioa hakikishe munkari huu unaondoka. Wasiuache hivi hivi. Ni jambo ovu, linakwenda mukhalafa na sunna ya bwana Mtume. Sheria kutoke kikosi cha kumsindikiza yule bwana na watu na bakora. Wakiona mijitu mihuni imesimama mlangoni, bakora waondoka. Hakuna ruhusa wala sifujo, hakuna. Ndio wale vijana wengine wanaona hawataki tabu, wakeshaoa akiona bugdha na kwenda kodisha hoteli mkonge huko chumba wiki nzima, hana tabu na mtu. Lakini yote ya nini hii kupata magharama jamani? Lao kama watu wangefuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ingekuwa ni hivi. Lakini dini hakuna, haijulikani. Mila ndio ambazo zinatawala. Wameacha mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Angalia jingine sasa. Haya, ushamaliza mudaaba wako. Tendo la kumuingilia mkeo jamani ni ibada kwa ushahidi. Kama vile wewe ukiswali si kuna dua, basi ndani ya kumuingilia mkeo pia kuna dua. Usijiingilie tu hivi hivi bila mpangilio. Wakati ukianza tendo la jimai, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sema maneno yafuatayo: Bismillah, Allahumma jannibu shaitan wa jannibu shaitani bima razaktana. Bismillah. Mnaona mtu asione kwamba kwa sababu amwingilia mkeo ni jambo baya. Jambo zuri, kwa jina la Mungu. Unaona? Ndio hapa tukasema kwamba na ndoa na nikaha na kuingilia nayo ni ibada. Kwa nini? Kwa sababu ni jambo analipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ibada kama wanaposema wanachuoni ni ismun jami'in likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ni neno la kukusanya kila analolipenda Mwenyezi Mungu na kuliridhia. Kwa hiyo tendo hili la kumuingilia mwanamke analipenda Mwenyezi Mungu, kwa sababu ametupa mwongozo Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukifanya tuseme bismillah. Ndio maana kwenye zina hakuna maneno haya. Kwa nini? Ukifanya vile wafanya bismi shaitan, utasemaje bismillah na zina? Kwa hiyo hili ni ibada unafanya. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na katika tupu za wake zenu pia mna sadaka. Masahaba wakashangaa, sadaka namna gani? Anambia kwani ukimwaga manii yako kwenye utupu ambao ni haramu hupati dhambi? Wasema tupata. Basi na humo napo mwapata thawabu. Angalia tendo jalili. Kwa hiyo kama wafanya ibada yako jamani, waswali, aje mtu akupigie bwana swali haraka bwana, swali haraka bwana, kweli itakwenda ibada namna hii? Ibada yataka utulivu, wewe na mkeo. Sasa kwa nini wataka niifanye ibada yangu mbio mbio hivi? Na asili ya ibada hii inataka utulivu, kama tulivyoona Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyobainisha. Kwa hiyo Mtume anaelezea hikma ya dua hii,
anasemaje? Fa in qada Allahu bainahuma walada lam yadhurruhu ash-shaytanu abada. Angalia jambo kubwa jamani, msisahau ibada hii. Na hili haliko siku ya kuoa. Siku yoyote ukimwingilia mkeo unatakiwa useme maneno haya: bismillah Allahumma jannibu ash-shaytan wa jannibu ash-shaytanu ma razaqtana. Ewe Mwenyezi Mungu, kwa jina la Mwenyezi Mungu, ewe Mwenyezi Mungu tuepushe na shaitani, na ewe Mwenyezi Mungu tuepushe na shaitani kwa utakayeturuzuku katika mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema endapo Mwenyezi Mungu ataandika katika maingiliano hayo kupatikana mtoto, basi lam yadhurruhu shaitanu abada, hatodhuriwa na shaitani milele. Si jambo kubwa jamaa hili? Ndio ukaona kwamba mtu mara kapandisha mashetani, ni kwamba siku ya kuingiliwa mama yake hakupigiwa bismillah kwa sababu apandisha mashetani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwana atakayezaliwa na bismillah na dua hii hatodhuriwa na shaitani. Ndio maana mkaona watu wengi wana mashetani amewapanda katika mavichu. Kwa nini? Ibada hii haitekelezwi ipasavyo. Na ndio ukaona mtoto anakuwa ni shaitani, mvuta mabangi, mvuta mabalaa yote, maunga manini. Ukiangalia ni ile ibada ya siku ile alipopatikanwa haikutekelezwa ipasavyo. Lakini kama mwajitahidi mtakwenda kuzaa watoto wema kwa vile ambavyo mmemfuata bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jingine, namna ya kumwingilia. Hapa tushaona mwanzo Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anasema kanatil yahudu taqulu idha ata ar-rajulu imra'atahu min duburiha fi qubuliha kana alwaladu ahwal. Jabir anasimulia, anasema ilikuwa Mayahudi waliokuwa wanaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale Madina wanasema maneno yafuatayo, maneno ya uzushi. Wanasema mtu akimuingilia mkewe katika utupu wake wa halali lakini kwa njia nyingine, utupu ni ule ule anaoingilia, lakini ima tuseme amelala naye kwa ubavu au kifudifudi, eneo lile lile, lakini anasema akifanyiwa hivyo basi mtoto atazaliwa atakuwa ni kilema, zeruzeru, sijui nini. Walikuwa wanajenga itikadi namna hii. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kujua kwamba hii ni itikadi potovu, ni superstitions hizi, akateremsha aya nisaukum harfun lakum, nisaukum harfun lakum fa'tu harthakum anna shi'tum. Wanawake ni konde zenu, ni mashamba yenu, basi yaendeeni mashamba yenu mtakavyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kubainisha, Jabir anasema faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilatun mudbiratun idha kana dhalika fil farji, vyovyote mtakavyoingilia, ima nkifudifudi au kichalichali, maadamu mwaingilia katika tupu zao za asili. Ndio katika riwaya nyingine wattaqid dubura, mcheni Mwenyezi Mungu na utupu wa nyuma, walhidha, na wakati mwanamke yuko katika hedhi. Kwa hiyo mwanamume katika Uislamu akimuingilia mkewe, ruksa aweza akafanya staili yoyote wanasema, maadamu anaingilia pale mahala pa halali, imma mustalqiyan, mustadbiran, mustaqiman, naiman, sujui yaqadha au vitu vyovyote wanasema fanya ufanyavyo, lakini unaingia mahala pa halali. Ila pale ambapo pameharamishwa katika utupu wa nyuma, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mal'unun man ya'ti an-nisaa mahashihinna, amelaaniwa mwenye kumuingilia mwanamke katika utupu wake wa nyuma. Hebu sasa tuangalie mashia na misimamo yao kuhusu kuingiliana na wake zao. Hiki ni kitabu jamani, ninanukulu maneno yao wenyewe, msije mkasema ninazua. Mimi sina tabia hii. Maneno ninayasema na yanukulu kwenye vitabu vya mashia, tena vya Kiswahili, kwa sababu vyapatikanwa. Tukitaja vile ambavyo vya mbali vya Kiarabu si rahisi kuvipata, lakini hivi vyagaiwa bure na mashia. Angalieni wanasema nini juu ya kumuingilia mwanamke.
Kwanza habari ya kuingilia wanawake kwa nyuma, wao kwao ruksa. Wala sitaki kurefusha kwa sababu tushazungumza kwenye mihadhara mingi. Ni hadithi ya Abu Abdullah, mmoja katika maimamu wao. Kaulizwa hadharani namna hii, je, nini hukumu ya kumuingilia mwanamke nyuma? Yule jamaa akaangalia, akaona haya kumjibu pale, akavunga mwisho akamwita pembeni, akamnong'oneza la ba'sa, yani ruksa pembeni. Haya maneno yaandikwa kwenye vitabu vyao, Usulul Kafi ya Kulaini yameelezwa haya. Tushaeleza marefu, lakini sasa kuna vingine vya ajabu mtayaona hapa. Anasema pia wamezipanga za kumuingilia mwanamke. Sisi twasema uharamu wa kumuingilia mwanamke ni wakati akiwa na hedhi, uharamu wakati wa mchana wa mwezi wa Ramadhani. Mambo mashuhuri yamethibitishwa ndani ya aya na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumuingilia mwanamke nyuma imekatazwa. Wakati mwingine wowote na namna yoyote ninavyotakiwa, ndio tafsiri ya annashitum iliyobakia ni ruksa. Sasa sikiliza walivyojifunga hawa watu. Anasema wakati unaopendekezwa, mtoto atakayezaliwa kwa kusuhubiana usiku wa Jumatatu, basi atakuwa hafidh wa Qur'ani, mwenye kuhifadhi Qur'ani kwa moyo. Haya sijui maneno haya wameyatoa wapi. Labda watu hatuna mahufadhi kwa sababu watu hawaingilii wake zao Jumatatu. La pili, mtoto atakayezaliwa kwa sababu ya kusuhubiana usiku wa Jumanne, iwapo ni mvulana, atapata ufalme wa dini ya Kiislamu. Sikia khurafati hizo. 4, kusuhubiana usiku wa Alhamisi kuamkia Ijumaa, na mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa hakimu wa sharia na atakuwa alimu. Kwa hiyo mkitaka wanachuoni, jamani, chungeni siku ya Ijumaa. Nyingine, kwa kusuhubiana wakati wa mchana wa usiku wa Ijumaa, wa siku ya Ijumaa, mtoto atakayezaliwa atakuwa amekaa mbali na sheitani. Unaona maneno hayo? Na atamjalia usalama wa dini na dunia. Mchana huwa siku ya Ijumaa. Mengine sasa ambayo wanasema hayafai, iwapo utasuhubiana, yani utafanya jimai wakati wa mwanzoni mwa usiku, basi mtoto atakayezaliwa atakuwa mchawi na ambaye ataithamini dunia kuliko akhira. Hairuhusiwi kusubiana katika siku ya mwisho wa mwezi wa Shaabani, kwani mtoto atakayezaliwa atakuwa jambazi na mwenye ukatili, na kuna hofu ya kuwaua watu wengi sana. 28, haitakiwi kusuhubiana usiku wa tarehe 15 ya Shaabani, kwani mtoto atakayezaliwa hatakuwa mwenye bahati na atakuwa na madoti meusi usoni mwake. Wale wenye madoti meusi, jamani, wamezaliwa naona mwezi 15. Kwa sababu ya kusuhubiana chini ya miti ya matunda, mtoto atakayezaliwa ataweza kuwa kiongozi dhalimu. Ndio hao kina Abubakari wamezaliwa chini ya miti ya matunda, maana wao wanawaita viongozi madhalimu hao. Vile vile inabidi kujiepusha kusuhubiana usiku wa Idul Adha, kwa sababu kuna uwezekano wa kuzaliwa mtoto mwenye vidole 4 au 6. Jamani, mnaona bidaa hizi wameyatoa wapi? Haya mambo yale ya waganga humu. Tarehe fulani oa saa fulani, usipooa tarehe fulani saa fulani, basi mtoto atazaliwa na vidole 10, mtoto atazaliwa nchongo. Ndio haya tukasema hii dini ni ushirikina mtupu. Tutaona mengine ya ajabu baadaye kidogo. Jingine ambalo sisi tumeruhusiwa katika Uislamu ni hadithi, wakati wa kumuingilia mkeo inajuzu kumwangalia na utupu wake. Hili ni jambo halali, limethibiti kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Suleiman ibn Musa innahu suila anir rajuli yanzuru ila faraji imraatihi. Hawa ni tabiina waliulizana. Salmani aliulizwa juu ya mtu kumwangalia utupu mkewe. Faqala sa'altu Atta, nikamuuliza Atta, na Atta naye anasema sa'altu Aisha, nikamuuliza mama Aisha. Faqalat, mama Aisha akasema kuntu aghtasilu ana wa rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi ina'in baini wa bainahu wahidun. Asema mimi binafsi, mama Aisha anasema bila haya,
nilikuwa nikioga, hapa anazimusimulia josho la janaba, nilikuwa nikioga mimi na Mtume nikitumia chombo ambacho kilikuwa ndio cha kutenganisha baina yangu mimi na yeye, chombo kimoja tu. Takhtalifu aidina, mikono yetu ikiingizwa ndani ya chombo hiyo inakhtilafiana, kiingiza huyu anatoa huyu. Kisha asema fayubadiruni, alikuwa akiniwahi yeye kunimwagia maji, anirushia. Wa kuntu aqulu hatta aqulu da'li, niachie na mimi. Angalia mudaaba mpaka chooni, mudaaba mpaka chooni. da'li. Faqalat wa huma junubani, walikuwa katika hali ya kwamba ni majanaba. Hapa mama Aisha kaitumia hadithi hii ya kuonyesha kwa njia ya hikma kabisa kwamba kumwangalia mtu mkewe utupu wake ni halali. Lakini basi angalia, sikiliza habari za Mashia na ndugu zetu wengine wamebeba hizo itikadi. Shia wanasemaje? Asema nambari 8, namna ya kumwingilia mkeo wakati wa kusuhubiana. Hairuhusiwi kuangalia sehemu za siri, kwani kuna hatari ya kuzaliwa kwa mtoto kipofu. Naona gogoro hilo. Halafu basi baadhi ya jamaa zetu wengine, watu wa sunna, wametegemea mahadithi haya ya Mashia. Kuna hadithi moja ambayo mashuhuri watu huitumia, hata inaandikwa na vitabu vyetu jamani, si masala ya Mashia tu, hata watu humu waambizana na humu wameandika kipengele, ukimwingilia mkeo basi funga macho. Kazi kubwa hiyo. Ukimwangalia mkeo weka pazia nani, jifunike na shuka. Maneno wameyachukua kwa madai ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, mama Aisha anasema hivi, hadithi mbovu hili. Hadithi inasimuliwa kwamba mama Aisha anasema ma raaitu aurata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qatta, sijaona utupu wa Mtume hata mara moja. Eti mama Aisha asema hivi. Hadithi hii mpokezi wake anaitwa Barakat ibn Muhammad. Mwanachuoni Sheikh Nasiruddin Albani katika kuipekua hadithi hii anasema wala barakata fihi, hana baraka yoyote mtu huyu. Kwa nini? Asema fahuwa wadha'un kadhab, ni jitu ongo liliozusha mahadithi kayatunga. Kwa hiyo watu wanaotegemea hadithi namna hii utakuta ni mahadithi yametungwa na Mashia haya jamani. Kweli kimajaribio twawauliza wenye wake, hivi kweli ndivyo wafanyavyo? Haviji hasa kuwa mtu ufunge macho wala usione chochote. Haya kama ni siku ya kuzimataa sitabu hiyo. Ni mambo ambayo hayana mwelekeo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mujibu wa mafunzo, angalia mama Aisha hakuacha kitu. Hakuna jambo la siri katika dini. Kaeleza mpaka namna alipokuwa afanya mudaaba na mumewe wakati uko chooni, uchi wa nyama, tena wakicheza kama watoto wadogo, huyu amrushia maji huyu, amrushia maji huyu. Leo ukilifanya hili kwa maana sunna utachekwa, hasa majumba yetu haya ambayo watu wanaishi mfamilia 5 10. Huyu ajifanya mpenda mkewe huyu. Kumbe watafuta thawabu. Ni vyema basi utengeneze self container jamani, pamoja gharama ni ndani kwa ndani huko, unakula suna zako bila wasiwasi wote. Aqulu qawli hadha wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.